anaishi kwa amani inalindwa katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atakayemuua mtu aliye chini ya ulinzi, mtu huyo hata isikia harufu ya pepo. Sahihi Bukhari, hadithi ya 3166. Kumuua mtu asiye na hatia ni dhambi kubwa mno katika Uislamu. Ni kuvunja moja ya haki kuu alizopewa mwanadamu na Mwenyezi Mungu, haki ya uhai. Hizo ni nasaha zetu kwa mujibu wa Qur'ani na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maeneo hayo ya wizi wa kura na katika maeneo hayo ya mauaji. Tamko letu katika sherehe za kuapishwa Rais Samia Suluhu Hassan tarehe 3 mwezi 11 2025 amekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka huu. Viongozi wa kanisa Tanzania wamekiri kufanyika mauaji hayo. Waislamu wenye macho, ulul albab Tanzania, pia wamekiri kufanyika mauaji hayo. Vile vile waangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU na Umoja wa Ulaya EU wamekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania na sheria za kimataifa, waliouliwa ni watu wasiokuwa na hatia, innocent, mpaka pale mahakama itakapothibitisha makosa yao. Bwana, na kwa vipi Mwanaswahili TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Sasa bado tunafuatilia vitu vingi ambavyo vinafanyika humu nchini, nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kuna tamko ambalo limetolewa na Shehe Ponda, ambapo anasema kuwa tunalaani mauaji ya Oktoba 29, tunakataa kupongeza ushindi wa rais, wa bunge na vile madiwani. Sasa inaonekana ya kuwa ile hali ya uchaguzi kufanyika mwezi wa 10 tarehe 29 haujakaa vizuri zaidi, kwa maana kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika, vikorombwezo ambavyo vilikuwa vinafanyika nyuma ya pazia. Sasa Shehe Ponda kwenye kikao na waandishi wa habari amezungumzia vitu vingi ambavyo vinawakwaza wa Tanzania, na vile ile hali ya uchaguzi kufanyika na Mama Samia Suluhu Hassan kupata 98% za kura zote ambazo zilipigwa. Sasa hii ni issue ambayo wengi wamekuwa naongelelea, na kuna wengi ambao wamemkashifu Rais Samia Suluhu Hassan kutokana na ile hali ya yeye kuingia uongozini, na ni uchaguzi ambao haukukuwa huru na vile haukukuwa wa haki. Sasa Shehe Ponda anasema kuwa wanalaani mauaji ya Oktoba tarehe 29 na wanakataa kumpongeza ama kupongeza ushindi wa rais, wa bunge na madiwani, na ni uchaguzi ambao ulifanyika chini ya vitu vingi ambavyo vilikuwa vinawakwaza wa Tanzania. Ikumbukwe vijana waliuawa, wengine walipotezwa, wengine pia wakaumizwa na maafisa wa jeshi la polisi, kwa maana siku ya uchaguzi vile kulikuwa na vurugu mechi, yani maandamano ambayo ilifanyika nchini Tanzania. Sasa video hii ambayo ni ya Shehe Ponda akiwa kwenye kikao na waandishi wa habari imekuwa shared na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Ikumbukwe kuwa mwanaharakati Mange Kimambi ni mwanadada ambaye anapenda haki na vile utulivu nchini Tanzania. Sasa Mange Kimambi, baada ya kupandisha video hii ya dakika kadhaa kwenye mitandao ya kijamii ya Shehe Ponda akipiga vijembe serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, ameandika caption hapa ya kibabe zaidi, na hii ni post ambayo imetembea kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Kumbukwe ya kuwa Mange Kimambi ni mwanadada ambaye anafuatiliwa zaidi na wale ambao wanataka haki na vile wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Mange Kimambi, baada ya kupandisha video hii ya Shehe Ponda, ameandika hivi, ameandika asante Shehe Ponda. Shehe Ponda amesema kuwa msimamo wa BAKWATA sio msimamo wa Waislamu wote. Waislamu tusife moyo, tunao viongozi wanaosimama kwenye haki, tunao viongozi wasioendekeza njaa. Kingine, tusikubali wakatugawanya wananchi kwa dini. Wananchi wote adui yetu ni mmoja tu, serikali haramu. Tusikubali
tukafanyiwa divide and rule. Sasa kwenye hii posti Mange Kimambi anajaribu kuongea na Watanzania na waambia wasife roho na wasikubali kufanyiwa divide and rule. Divide and rule ni ile hali ya kugawanya watu ndi angalau watawale, yani ile hali ya kuwagonganisha. Na vile vile akasema kuwa Waislamu tusife moyo, tunao viongozi wanaosimama kwenye haki na vile vile tunao viongozi wasioendekeza njaa. Sasa hapa anarejelea kikao ambacho kilifanywa na baraza za jumuiya, ndio jumuiya za Kiislamu nchini Tanzania, ambapo kwenye kikao chao na waandishi wa habari kuna mahala walisema ya kuwa amani ni muhimu kushinda haki. Sasa video yao imekuwa ikitrendi, amenatembea kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakiwakashifu, wanasema kuwa hawa ni mashehe ambao wanaendekeza njaa. Shehe Ponda ameongea kiubabe zaidi, ameongelelea machafuko ambayo yalifanyika nchini Tanzania na vile vile kile ambacho tunachokiita magugu ambayo yalishuhudiwa katika uchaguzi, kwa maana anasema kuwa kuna vituo vingi ambavyo uchaguzi ulifanyika ndio, lakini kura haikuhesabiwa vizuri, ama tuseme kuna sehemu tofauti ambapo ulikuwa unapata kama uchaguzi haukufanyika, lakini tume ya uchaguzi nchini Tanzania ilikuwa imeweka kuwa sehemu hizo wananchi walipiga kura. Sasa mwanadada Mange Kimambi baada ya kupandisha video hii kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, kuna wale ambao wamelike, wameshare na vile vile kucomment kwenye hii post ya Mange Kimambi. Kwa hiyo kwa heshima zenyu mtaniruhusu ni sample baadhi ya comments ambazo zimedondoshwa kwenye hii post ya Mange Kimambi. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Charles Official, anasema hawa ndo Waislamu tunaowatambua sasa, akapiga makofi. Alafu wa Galatia _5 amepiga makofi. Huyu anajulikana kama Shukuru _Furniture anasema huyu anafaa kuwa mufti wa Tanzania, akapiga makofi. Alafu Emma _07 anasema Shehe Ponda amenyooka, akapiga makofi. Alafu Ashraf Sharji 22 anasema haki huinua taifa, akapiga makofi hapo mwanzoni. Alafu Crispin Kayombo 78 anasema nakubaliana na Catholic, alafu akapiga makofi pia. Chaga _girl 2 anasema Samia must go. Alafu Urban Trend City anasema wacha mimi niendelee tu kuwazia warembo trends za town. Alafu I am walking dead Soli anasema bora umekomboa mashehe wale wanaobalehe pumbavu zao. Alafu fans of SSR anasema amani bila haki ni uuni, D9 kataa wahuni. Alafu Tibalishe _virutubisha anasema huyu mzee siku Tanzania ikipata uhuru asisaulike kwenye kitengo chochote, yani kaongea bila kupepesa macho, Mungu amlinde. Alafu Chea Wambui anasema imamu ni, alafu akaweka fire pale. Alafu huyu anajulikana kama it's _hamram anasema D9 wote tutavaa nguo nyeusi tukiwa barabarani na mabango yetu. Alafu Xavier la Mchonga anasema huyu hapendi ubwabwa, akapiga makofi pia. Alafu Miss Mary _51 anasema huyu ndio shehe sasa, sio wale wazee wa Bakwata. Alafu Diamond Rice Premier Quality anasema nakosa hata hamu ya kula. Alafu huyu anajulikana kama Gracious Mary 4 anasema wameamka. Sasa ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya mwanadada mpambanaji muite Mange Kimambi. Amepandisha video ya Shehe Ponda akijaribu kuongelelea vitu vingi ambavyo vilifanyika nchini Tanzania, na anasema ya kuwa wao hawawezi peana uhalali wa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Wamesema kuwa wanalaani mauaji ya Oktoba 29 na wamekataa kupongeza ushindi wa rais, wa bunge na madiwani. Inaonekana kuwa huu ni uchaguzi ambao haukuwa uchaguzi huru, kwa maana kuna vitu vingi ambavyo vilifanyika, ile hali ya vituo vya kura kuchomwa na vile vile kuvurugwa, wananchi kutopata nafasi ya kupiga kura au kuwachagua viongozi ambao wanawataka, na vile vile ile hali ya tume ya uchaguzi nchini Tanzania kumtangaza Mama Samia Suluhu Hassan kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kura
asilimia 98, na vile vile ile hali ya Mama Samia Suluhu Hassan kuapishwa katika uwanja wa kijeshi. Sasa ni shughuli ambayo iliendelea chini ya ulinzi mkali na hakuna mwananchi ambaye aliruhusiwa kufika katika sehemu husika, na kama kawaida utaratibu huwa ni rais kuapishwa katika uwanja ambapo wananchi wanapata kuhudhuria hafla nzima na kushuhudia chochote ambacho kinafanyika katika sehemu husika. Sasa ni nondo za Shehe Ponda ambaye amejitokeza kiundava na kusema kuwa wanalaani mauaji ya Oktoba 29. Vijana waliuawa, wengine wameumizwa na maafisa wa jeshi polisi, na vile vile wengine pia kupotezwa, ambapo wakati huu bado ndugu jamaa na marafiki wanawatafuta wale ambao walipotea. Na vile vile kumekuwa na stories nyingi, stories balaa ya kuwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ilikuwa inawazuilia wananchi wasichukue miili ya wapendwa wao. Sasa watu wanajiuliza miili ya wapendwa wao ilikuwa inapelekwa wapi? Na hapo mwanzoni Mama Samia Suluhu Hassan alisema ya kuwa wale ambao walileta vurugu nchini Tanzania ni wageni ambao waliandamana, lakini wengine pia wanajaribu kuhoji, wanaamuliza inakuaje unasema kuwa wale ambao walikuwa wanafanya maandamano nchini Tanzania ni wageni, ilhali wale ambao wameuawa na maafisa wa jeshi la polisi ni vijana barubaru kutoka nchini Tanzania. Wengine pia wamechukuliwa na maafisa wa jeshi la polisi wakawawekea kesi ya uhaini, japokuwa Mama Samia Suluhu Hassan ametoa ilani kwa DPP kuachilia vijana ambao waliwekewa kesi ya uhaini, wakina Nifa na hao vijana wengine ambao walihusika kwenye maandamano nchini Tanzania. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare. Hii ni Sauti ya Mjomba, niite Fazul wa Swahili TV.